Askofu kiongozi wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, Dkt. Josephat Gwajima ametoa wito kwa Watanzania kupinga vitendo vya utekaji vinavyoendelea nchini, akisisitiza kuwa hali hiyo ni hatari kwa usalama wa taifa na mustakabali wa amani. Akizungumza kupitia mitandao ya kijamii Oktoba 26, 2025, Askofu Dkt. Gwajima ameeleza kusikitishwa kwake na taarifa za watu wanaotekwa na kutishiwa maisha, akimnukuu mkurugenzi wa Jamii Forums, Martens Melo, aliyedai kupigiwa simu na kutishiwa kutekwa na kuuawa. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukuambia tutakuchukua, halafu Watanzania watakulilia siku 3 na watakusahau, alisema Gwajima. Askofu Gwajima amesema kitendo hicho ni dharau ya hali ya juu na hakipaswi kuvumiliwa. Ameongeza kuwa vitendo hivyo vimewafanya watu wengi, wakiwemo viongozi wa dini na wanaharakati, kukimbia nchi kwa hofu ya usalama wao. Leo watu wengi wamekimbia nchi, askofu wetu mwana mapinduzi hayupo, wamekimbia. Wengine wako nje kwa sababu tu ya kusema, alisema. Gwajima amesisitiza kwamba katika uongozi ni jambo la kawaida kukosolewa na kwamba kiongozi wa kweli anatakiwa kuwa na ujasiri wa kuvumilia maneno magumu na kuyameza. Ametoa tahadhari kuwa vitendo vya utekaji vinaweza kuleta chuki, migawanyiko na majeraha makubwa katika jamii, akisema, hii ni kengele ya mwisho, amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji. Askofu Gwajima ametumia nafasi yake kuonya kwamba vitendo vya utekaji na vitisho vya maisha vinavyoendelea kuripotiwa nchini ni hatari kwa usalama wa taifa na mustakabali wa amani. Ameeleza kuwa hali ambapo watu wanapotea au kutishiwa, kisha mamlaka hazichukui hatua, inazua hofu na kuondoa imani kwa vyombo vya usalama. Kwa maneno yake, mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukuambia tutakuchukua, halafu Watanzania watakulilia siku 3 na watakusahau. Kauli hii inaashiria kukatishwa tamaa kwa umma na hofu kwamba utekaji umeanza kuchukuliwa kama jambo la kawaida, huku wahusika wakihisi hawaguswi na sheria. 2. Kusikitishwa na vitisho dhidi ya wanaharakati. Gwajima alimnukuu Martens Melo, mkurugenzi wa Jamii Forums, ambaye aliripoti kupigiwa simu na kutishiwa kutekwa na kuuawa. Kwa kumtaja Melo, Gwajima ameonyesha kuwa hoja yake haiko katika nadharia bali inahusu matukio halisi yanayoendelea sasa, yanayohusisha watu wanaojulikana kwa kupigania uhuru wa maoni na uwajibikaji wa serikali. 3. Athari kwa viongozi wa dini na wanaharakati. Askofu amesema kuwa vitendo hivi vimepelekea baadhi ya watu, wakiwemo viongozi wa dini, wanaharakati na wanahabari, kukimbilia nje ya nchi kwa hofu ya maisha yao. Leo watu wengi wamekimbia nchi, wengine wako nje kwa sababu tu ya kusema. Kauli hii inaonyesha huzuni na hofu kuhusu hali ya uhuru wa kujieleza nchini. Kwa mujibu wake, ikiwa watu wanaadhibiwa kwa kutoa maoni, basi msingi wa haki za binadamu uko hatarini. 4. Uvumilivu wa viongozi kukosolewa. Gwajima amesisitiza kuwa kukosolewa ni sehemu ya uongozi. Amesema, katika uongozi ni jambo la kawaida kukosolewa, na kiongozi wa kweli anatakiwa kuwa na ujasiri wa kuvumilia maneno magumu na kuyameza. Kauli hii ni ujumbe wa moja kwa moja kwa viongozi wa kisiasa na wale wa vyombo vya dola, kwamba mamlaka ni wajibu, si kinga. Kiongozi wa kweli anapaswa kusikiliza sauti za wananchi, si kuzinyamazisha. 5. Tahadhari ya kijamii na kisiasa. Katika hitimisho lake, Gwajima ametoa warning kwa Watanzania. Hii ni kengele ya mwisho, amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji. Hapa anamaanisha kuwa vitendo vya ukandamizaji, visipotazamwa kwa makini, vinaweza kusababisha madhara makubwa ya kijamii kama vile kuwepo kwa hofu ya kudumu miongoni mwa wananchi, kuibuka kwa chuki na migawanyiko katika taifa, kupotea kwa imani kwa serikali na taasisi zake, na hatimaye kuathiri amani na umoja wa kitaifa. 6. Maana ya ujumbe wake kwa taifa. Kwa ujumla, ujumbe wa Askofu Gwajima una maana 3 kuu.
Moja, kisiasa ni wito wa kuwajibika kwa mamlaka na kuheshimu misingi ya demokrasia na haki za raia. 2, kimaadili ni sauti ya kiongozi wa dini akihimiza utakatifu wa uhai wa binadamu na kukemea dhuluma. 3, kijamii ni hamasa kwa wananchi kupinga uovu bila woga, kwa misingi ya haki, amani na utu. Kwa maneno mengine, Askofu Gwajima amechukua nafasi ya kipekee kama kiongozi wa kiroho anayesema kwa niaba ya walioko kwenye hofu. Wito wake ni kwamba taifa lisipuuze dalili za